Kiukweli nisiwe muongo, napenda sana kutokea katika matukio mbalimbali, lakini wakati mwingine inakuwa tu ni kwa sababu nakuwa niko safari au nakuwa nimekamatika na mambo mengi. Unajua jina linavyozidi kuwa kubwa na vitu vinaongezeka, pengine utaitwa huku. Kwa hiyo inawezekana zile ratiba ambazo nilikuwa nitokea kwenye matukio ya Dar es Salaam sitokee kwa sababu nakuta niko mkoani. Kwa mfano nakumbuka kuna hii albamu ya Zuchu alizindua juzi kati mwishoni mwa mwaka jana Ile nilikuwa mimi nimeshaenda Arusha kwa ajili ya maandalizi ya Christmas. Sababu mara nyingi watu tunarudi nyumbani Tengeru kule kwa ajili ya Christmas. Sasa nilipofika kule ndo mmoja kati ya wafanyakazi wa Wasafi ambaye mara nyingi anawasiliana na mimi kuhusu mialiko. Akaniambia bana brother, kuna mwaliko huu. Bana siku ambao ananiambia mimi niko Arusha tayari. So na nikikumbuka matukio ya Zuchu pia ambayo yalipita nyuma huko, nilikuwa sipati nafasi ya kuhudhuria kwa sababu nilikuwa nimesafiri. So nikaona hamna neno, nikamwambia basi hamna shida, nitarudi Dar nije kwenye album launch alafu niondoke. Kwa hiyo nilipokuja, bahati nzuri kuna kakaangu mwingine alikuwa amenialika, anabariki mtoto. Kwa hiyo nikapiga ile tukio, nikatoka pale nikaja kwa Zuchu launch. Na nakumbuka ilikuwa iko kwenye venue ya kwanza. Ile venue ya kwanza ikaahirishwa, ikapelekwa kwenye club ya Salam pale. Kwa hiyo kuondoka pale kwa Salam, yani ile launch ilivyoisha usiku, nikaondoka drive kurudi Arusha. Kwa hiyo ni drive yani kwa ajili tu nisikose hiyo launching ya Zuchu, kwa sababu sijawahi kuhudhuria matukio yake mengine. Nikasema pengine anaweza akajisikia vibaya sana huyu mtu ukimwalika atokee. Lakini kumbe wakati mwingine tu ni ratiba zinaingiliana. Kutoboa kwenye maisha inawezekana ikawa rahisi sana, lakini ugumu, je, unaweza ukamaintain? Mmoja kati ya watangazaji ambao toka tumeanza kumuona he's still doing good, hapa namzungumzia Millard Ayo, na kuna namna ambayo sisi tunatamani kujua siri ni gani. Yani mpaka leo hii toka ameanza kufanya kazi ya utangazaji till today, ukienda kwenye social media anafanya poa sana. Lakini pia napokubwa kuliko kutoka kwa Millard Ayo, sio mtu ambaye unaweza ukajua maisha yake binafsi. Yani ana followers milioni 10 nadhani kwenye Instagram page yake, lakini ni ngumu sana kujua what's going on behind that page, behind the cameras, behind maisha ya Millard Ayo. We don't know ana date nani, anakula nini asubuhi, mtaa gani anaoishi. Wakati mwingine hata gari yake anayoendesha ni ngumu, lakini ukija ukiangalia kwenye mastaa wengine, we know a lot. But anyways, Millard huyu hapa. Okay, naweza nikasema ni labda ni mimi tu nilivyo, yani nilivyo labda pengine, yeah, lakini nitajitahidi kuwaonesha. nitajitahidi kuwaonesha, nitajitahidi of course. Japokuwa lakini huwa napendelea, kwa mfano kama wewe ni girlfriend wangu, nitapendelea wewe uridhie. Kama ni kutokea kwenye mitandao, ukiridhia wewe, I don't have a problem with it. Yani sina neno. Sio kwamba unaficha. Sio kwamba naficha. Jamani, Millard hafichi wapenzi au hafichi mpenzi wake. Ina maana inawezekana kwamba mkeo hajaridhia tu kwa public. Inawezekana. Mimi kusema kweli, haimaanishi kwamba nimepita kwenye relationship nyingi, lakini girlfriends wangu wote hawakuwahi kupenda kuwa public. Hawakuwahi kupenda kuwa public. Kuna siku tutaiongea kwa urefu zaidi. Kwa sababu tuko kwenye sehemu ya mahusiano, mimi wallahi nafanya kwa ajili ya Watanzania. Kwa sababu hili ni swali ambalo nadhani Watanzania wengi wamekuwa wakiuliza. Millard, umefanya kazi na Minali. Watu wengi wamekuwa wakiona kwamba pengine nyinyi mlikuwa kwenye mahusiano ama mpo kwenye mahusiano. Ni kweli Millard, mlikuwa kwenye mahusiano na Minali? Jibu moja tu, Mina ni dada yangu. Guys never dated. Mina ni dada yangu, Mina ni my best friend. Yani Mina ni mtu ambaye mwanzoni tulianza kwa kazi, lakini katikati tukaanza, baada ya kazi kutukutanisha, tukajikuta automatic tu, wala hatujaforsiwa wala hatujajiforce, tumekuwa best friends. Katikati kuwa best friends, tukazidi kuwa ni zaidi ya best friends. Yani tukazidi kuwa ni watu ambao tumeshibana sana.
labda pengine ile katika kushibana sana ndio kumefanya labda watu waone kama labda hawa ni wapenzi. Umeona, kwa sababu mimi naweza nikawa na deal yangu, mimi naweza nikawa na kazi yangu, nikamwambia bwana Amina, bwana kuna hii issue, naomba nisaidie. Mimi anajua lugha kuliko mimi, so wakati mwingine hata anapokwama kwenye lugha na naweza kapiga kama oya, kuna hii issue inanisumbua sana hapa, unaweza kuelewa, unaelewa, you know vitu vingi sana, yani tuna share pamoja. Ni kijana ambaye ukipostigi picha zako mbali na vitu vingine, kuna namna ladies they're out there, shooting their shot. DM ya Millard iko vipi? Ondoa kazi, ondoa vitu vingine. DM ya Millard iko vipi? Bana, mimi nitakuja kwenye show yako. Millard, just say it bwana, DM yangu mimi inajaa. Yako labda kuna siku naweza nikakuonyesha behind the scene, kabla ya record ukaona. Lakini kusema ukweli sichukulii poa watu au watoto wa kike kuonesha mahaba yao, wala sio kwamba wanajiuza, wala sio kwamba tabia zao ni mbaya. Umeshanielewa? Kila mtu ana hisia zake. Inawezekana kweli mtu amenipenda mimi kweli na hana njia nyingine ya kuniambia, ataniambia kupitia nini? Lazima aje DM. Hizo zipo kusema. Unasijibu? Huwa naangalia na namna ambavyo najibu.